Na wapenzi watazamaji wa kipindi Diaspora Show, kwa siku ya leo ni very special au niseme kwamba ni exclusive. Tutawapokea wasanii ambao wamekwisha wahi kuja hapa katika kipindi hiki, na kwa siku ya leo wamekusanyika kwa pamoja kuja kuweza kuzungumza baadhi ya mambo mbalimbali. Jina langu ni Bakari Rubena, na wa kwanza tayari ameshakaribia, J Fernando. Karibu. Asante. Tuna msanii mwingine ambaye yupo Fifi K. Fresh. Karibu. Na msanii mwingine Ayubu tayari amekaribia. Fresh. Na tunampokea msanii mwingine Lil Mafia pia kutoka Burundi. Karibu. Na tuna msanii mwingine Showman ambaye atakaribia studio. Fresh, karibu. Naam, kama unavyoona tayari kikosi kimeenea kwa siku ya leo. Diaspora Show tutazungumzia baadhi ya mambo mbalimbali, hasa yanayohusu muziki, kwa sababu wote hapa ni wasanii tayari mmekwisha ona katika vipindi vilivyopita. Na labda tukianza na swali la kwanza, muziki wa Burundi mnauonaje? Labda nikianza na Lil Mafia, muziki wa Burundi uko gute? Muziki wa Burundi kunda ubona ndabona haracari akantu gake gatoya kabazo gatoyi nyene kumwe abantu bavuga nyene ngo abantu ntabakora ivy'iwabo, niko kabazo nyene kahari sino nyene ako ndibaza muri imisi zogenda neza muziki mengo ukura genda sino ni juste ico kibazo na manongo abantu bavanye niko abantu badakora ivyabo, ariko ndibaza byo bizohera. Labda Fifi, kwa swali hilo unazungumziaje? Muziki wa Burundi kwa sasa mimi naona umesonga mbele, kwa sababu hivi tumeweza kuona kama kuna wasanii ambao wameingia kwa muziki umefanya kuwafanyisha paka sa wasanii wakakuja Ulaya kama Yoya, T-Max. Yani inaonekana kama muziki unasonga mbele wa Burundi. Ndio. Na Showman, unazungumziaje situation? Mimi ni fresh kuhusu mambo kama haya. Naona hivi Burundi wanaanza kuja wadogo kuja Europe, na inakuwa vizuri sana kwa sisi Warundi wenye tungali chini. Naona ikiendelea hivi tunasika kwa fresh. Ndio. Yupo. Kiukweli sisi kwa bwana muziki wa Burundi kwa sasa tumepiga tambo la kuonekana mbele kwa si kama ilikuwa zamani. Sasa watu wanakuwa wanasaidiwa pia, kama hizo pre-music schools zinafanyika ni njia ambayo inasaidia wasanii. Na pia mwaka jana nilikuwa Brussels, niweza kushuhudia mwenyewe kwa macho yangu jinsi walivyoitia wasanii kama Yoya, T-Max na wengine kusherehekea miaka 50 ya uhuru. Ni kitu ambacho kilikuwa hakipo. Sasa hiyo kuwepo kwa zile challenge ni kitu ambacho kinaonyesha kama Burundi wako wanasonga mbele pia. Na J Fernando, ndio kama mimi naweza kusema kwamba muziki ya unasonga mbele, lakini sio hivyo. Tukitazama muziki wa Burundi umeshafanya miaka mingi sana kwenye game, lakini tunasonga mbele lakini kwa mwendo wa kobe. Umeshaona wewe sawa, mwaka jana Kidumu aliweza kubeba tuzo la Kora, musicien wa East Africa alipita tambele ya Alikiba kwa Kora Kidumu. Hiyo ni hatua kubwa, na ndio msemo kwanza kuchukua ile tuzo ya Kora kwa upande wa East Africa. Hata kama tunasonga mbele pole, lakini nina imani kwa siku tutasonga mbele zaidi. Na kwa jinsi jamaa wamesema hapa, muziki umesonga mbele kwa jinsi sana umekuja ilikuwa haijawahi kutokea. Inatupa moyo na sisi ambao ni underground tuweze kujipa
moyo na kuweza kufanya kazi kwa bidii, kwenda in future na sisi tukafika mbele, tukafika mbali zaidi. Ndio. Labda tukichunguza hapa katika masuala ya muziki, Rwanda imepiga hatua kubwa sana kuliko Burundi, wakati ambapo ukitizama historia Burundi ndio iloanza mbele sana kabla ya Rwanda. Je, hii inatokana na kitu gani? Hasa ni kitu gani kinafanya Warundi na sisi tusiwe kama wengine? Kwa sababu Showman alizungumza kwamba Wanyarwanda ni wajanja. Je, na wewe mfano Fifikee una maoni hayo? Ya, ni kweli, ila Wanyarwanda ni watu ambao tukiangalia kimuziki ni watu ambao hawakuanza kabla sisi Warundi. Sisi ndio tumeanza muziki avant mbele ya Wanyarwanda. Ila Wanyarwanda wamekuwa na ile speed. Yaani wao wameenda ile tunaanza kusema Kirundi gutera imbere. Baje batera imbere, baenda wanapanda kidogo, lakini walikuwa na ile speed ya kupanda. Ila Warundi tumekuwa kama vile Gisija amesema, yani mwendo wa kobe. Tunaenda polepole, tunapanda polepole, lakini ilifika mpaka sasa tukapanda mpaka wasanii wetu wakafika Ulaya, kitu kilikuwa kichawahi kutokea. Kinapaswa kusema kwa hilo, naomba yani na sisi tuwe na speed kwa muziki kama kisi Wanyarwanda wamefanya. Na unadhani hii inatokana na kitu gani? Mimi kivyangu naweza kusema kwamba Warundi hatukuwa patriot. Warundi hatupendi vitu vyetu. Hatuna uzalendo. Umeshaona. Wanasema kwamba nilisikia Showman kama sijasahau alisema kwamba kama ni Ayubu, yani kwamba Kongo ni nchi kubwa, unakutana wa Kongomani ni wengi hapa Belgium. Ndio hata Warundi hatukuwa wadogo hapo. Umeshaona. Tukiamua kuorganize kitu tunaweza tukaorganize na tukafanya kitu kikubwa. Lakini kwamba Warundi hatupendi vitu vyetu, tunasamanisha vitu vya wengine kuliko vitu vyetu. Sasa Wanyarwanda sio kusema eti ni wajanja kutushinda sisi. No, si Warundi ni wajanja kushinda Wanyarwanda, lakini ni ile hatukuwa patriot. Mrundi, asili ya Mrundi, asili ya Mswahili ni yule mtu ambaye mwenye akiona unafanikiwa anaumia. Huyu kwa nini nikamtiza? Anaweza wewe ni mshikaji wangu, umeshaona ule Jay tunaona naye usiku na mchanguliana lolote, la taimba nini mimi nikatizama show yake. Umeshaona atamdharau kwa sababu niko underground. Lakini baadaye nikishatokea kuwa mtu msanii inabidi labda hapo ufanye move zaidi, kwa sababu kuna methali hata ya Kifaransa inasema kwamba nul n'est prophète chez lui. Unajua kuna ugumu fulani ili uweze kukubalika nyumbani. Nabii akubaliki kwao, yani umeshaona. Lakini tatizo ni kwamba mimi nitafanyaje bidii ya nguvu wakati wewe ambaye haujataka kunisupport wala kunipa ule moyo. Mimi nina moyo wa kufanya hicho kitu. Vipi nitaweza nikaendelea wakati haunisupport? Kila mara nikifanya kitu unanikata nguvu, unanidekurager. Na mimi nitakuwa décourager kwa kuona siwezi, yani sina ile bidii, yani wewe haunipi moyo, mimi nitafanya vipi yani? Umeshaona kwamba Warundi hatukuwa patriot, Warundi hatupendi vitu vyetu, na ndio maana kusonga mbele au kwa vyovyote vile Burundi tutazidi kuwa nyuma kila siku. Tanki hatujaweza kupenda vitu vyetu, tutazidi kubaki nyuma kila siku. Ndio. Na Ayubu, je, hayo ni maoni yako pia? Nafikiri siko mbali sana na maoni ambayo Fernando ameweza kuzungumza sasa hivi. Ni ukweli Wanyarwanda hawana ujanja wote ule kushinda Warundi. Hiyo ni ukweli kabisa. Muziki la siku ni kuwa na wadhamini, watu wa kusaidiza. Burundi tuna makampuni kama Africell, sijui pana leo hapo please. Unasema tuna maafrisel, kuna leo, umeshaona. Tanki hawajapenda kitu ambacho chenye wewe unafanya, basi kama ukijua kwamba hata ufanye lolote lile hautosogea popote kwa sababu hawapendi kitu chao. Hatuwezi tukaendelea, inabidi kwanza wenyewe pekee watupatie thamani sisi watoto wa nyumbani. Kama ilivyofanya ni Brasserie ile pre-music, umeshaona. Ya hiyo ni moja kubwa sana ambayo imeingia kwenye muziki wa Burundi. Ndio kwenye nilikuwa nasogea huko. Yeah. Kwa sababu Rwanda wanasaidiwa. Rwanda pia serikali inatia nguvu katika hiyo vitu vya utamaduni. Burundi hamna. Tazama kama leo tuko Belgique hapa Louvain. Tazama hii ni flag ya Burundi. Yeah. Sasa hii flag inapeperusha sababu gani? Sababu umefanya ni diaspora show na watu ambao wako hapa walikuja sababu gani? Sababu ni waimbaji. Wana music. Sasa inaonyesha ni Warundi wako hapa wanafanya kipindi. Na flag iko hapo ni ya Burundi. Ni kama jina la Burundi pia linakuzwa. Hata ukitia kwa YouTube au unaitia kwenye TV yote ile, kipindi kinakuwa cha Burundi. Watu wako Burundi au wako Belgique. Lakini wanarepresent nini ile nchi yao. Sasa inabidi serikali ndio ionyeshe na hiyo nguvu ambayo kuna. Kwa hiyo kwa kusema itusamini kabisa, itusongeshe mbele watu ambao wanataka kujitoa kimuziki kabisa. Nilimafe wao wabivuga kwiki kulivyo turavuga ngo urevye u Rwanda rwateye imbere
cyane gusumba Burundi mu bintu by'umuziki? Yuko nayibona burya iyo umuntu akurishije ikintu abakurusha ikintu. Sebo yuko u Rwanda Burundi mu vya usanga mu vya development. Keshi yo burya n'ikintu iyo umuntu ufise nka studio nka Karolina baya afise tukafise ama studio ameze neza. Ntabwo twobigeranya ni Burundi. Ntabwo ni Burundi ama studio ameze neza. Ariko hari ni nka bose. Burundi hari make ariko naho make naho usanga me. No 50 gize azimvye. Pardon 50 ntabwo ari ingorane za studio. Mu Burundi dufise ingorane zo kubura abafasha. Nico gituma abari byo mu Burundi batavanze. Ubonye gatwere ujya abafasha nyene. Abafasha b'abarundi. Donc abarundi badakunda rero ivyabo. Donc va bashobora no gufashwa nande no. C'est ça la question. Kwa abafasha n'abarundi nyene. Donc muri abarundi badakunda nyene umuziki. Nta muntu abafasha. Je zikora neza mu Burundi bazifise kandi zirahari nyene. Zirahari gutera imbere kw'igihugu siko gutera imbere k'umuziki. Umuziki je sinovuga ko ari studio gusa, ari studio ikora umuziki. N'umuntu nawe ategezwa kuririmba neza kugira indirimbo yiwe neza, yiwe imere bien. Urumva ibyo nshaka kuvuga. Ariko kuririmba neza, uko navuze, ushaka kuririmba neza wakora muri studio ya fake, usanga indirimbo ntabwo ya nabyo birakonta, ibyo nibyo na studio irakonta ariko n'umuntu ategezwa kuririmba neza kamera. So je ndibazaga ubundi bari baririmba neza. Cyo turavuga ibintu by'abafasha ni labda tuzungumzie ni serikali kwa sababu serikali inapotaka kusaidia inaweza kusaidia wasanii ikasaidia vile vile ikaweka studio za kisasa ambazo unasema kwamba hii studio labda ni ya Wizara ya Utamaduni, lakini kwamba kila msanii wa Burundi ambaye ana nyimbo yake anakwenda pale kutoa na kwa bei ambazo labda zipo very cheap ili kuweza kumuinua yule msanii mdogo. Hiyo pia inakonte kwa tant que gouvernement haija investir kitu chochote kile hakuna cha kinaweza kaendelea kwa. Eske mimi na swali, eske mnawaza kama Rwanda serikali inajitupa kwa hiyo masuala ya muziki kwa kusema wao wako juu? Justement, njote tunamwake Burundi. Kama sikusahau Tom Close dernièrement palikuwa mariage yake mkizani. Non, pas mariage quoi dernièrement, peut-être année passée quoi. Palikuwa ma competition Rwanda mwenye angeshinda angeenda kufanya collaboration featuring na Sean Kingston. Gouvernement bana ndio investir hizo franga zote kwa. Umeshaona. Na mfinale kama sikusahau P-Square walienda kupiga Rwanda si je me trompe pas quoi. Umeshaona. So hiyo yote Burundi gouvernement Burundi hajafanya chochote kile si special quoi. Umeshaona. Na naona sio gouvernement ndio inaingia kama masuala kama kwa juu naona wasanii kivyao kama vile Kidumu anaenda kufanya na Burundi. Akafanya ile akafanya yani wasanii wote akawakusanyisha wote. Ndio waweze kufanya kitu. Nikizani ndio ile nani ya Primus walifanyaga no? Music. Kidumu ndio aliorganize nikizani. Ile non sio yeye ni Brarudi ndio aliorganize mais naye walimuweka pale je pense alikuwa parmi les juges quoi. Par exemple, hicho kitu cha maana walifanya Burundi. Sasa kwa nini wasizidi kufanya mambo kama hayo atuki kila wakati? Année passée walifanya na cette année je pense wangali wanaanza Brarudi ni kweli leta wazo vizuri. Sasa idea huwa zinaibiwa. Hivi Brarudi leta ile wazo ile afisa ile tempo au leo nyuma wanasema kwa nini tuko nyuma na sisi kampuni kubwa? Kwa nini tusifanye kitu hivyo ili na sisi pia na biashara yao pia inasonga mbele. D'ailleurs ça wana nani ça wanafanya hizo competition. Ile film tukutaka kumvoter favori wake artiste wake mwenye anapenda. Ananunua ma credit quoi, umesha anatuma ni SMS ina gagner tempo ou bien Afresel ina gagner quoi tu vois. Na leo ina gagner quoi. Sio kusema eti wanaweza wakapoteza. Ou bien wakifanya concert wanamleta Farias wanamleta Lolilo. Wale watu zile tiki watanunua si wana gagner. Umesha c'est pas gratuitement quoi. Ni kitu ambacho yenye na wewe unapata intérêt hapo. Pourquoi est-ce qu'il va choisir kufanya vitu kama hivi? Yeye anakuwa na avancer kidogo. Ouais, c'est bien mais ya ça ira quand même. Ndio. Na labda tukizungumzia swali jingine ambalo ukiangalia wasanii kutoka Burundi mfano Lolilo, Farias ambao wameshakuja hapa kupiga show, unakutana kwamba wanapata watu wadogo. Na hii inatokana na nini? Na nyie kama wasanii mmejipangaje kutokana na tatizo hili? Kuhusu ile swali hata mimi mwenyewe najambiaga
kufanya concert hapa Belgique kitakuwa kitu kigumu sana kwa juu deja wale wasanii ambao wako juu wale wamekuja kufanya maconcert hapa ila hawajapata watu wengi. Sisi itakuwa yani ile haitupatii ile envie ya kwenda kufanya concert na sisi. Ndio maana tunawakia tu kutupa pale. Hatutapanda kwa hivyo tunakamata example kwa wasanii wakubwa kwanza. Non, kwa sababu Farias kwa sababu Lolilo pardon, par exemple alikuja kufanya concert hapa kupata watu wengi tena usijipati moyo kuweza kufanya kitu. Méchant. L'essentiel ni kupersévérer quoi, méchant. Bon, kitu ambacho kiwa mimi naweza kusema ni ile question tena Warundi hatakuwa patriote. Pourquoi ne pas soutenir notre propre culture quoi? Pourquoi tout soutenir génération et demande forcément mtu a percer, il faut parfois solidarité. C'est ça solidarité entre nous quoi. Méchant. Ni ile Warundi hatupendi vitu vyetu. Sawa, mimi na wewe kama par exemple showman tumejidecide kuwa artiste. Méchant. Tunadecide. Ni métier kama zingine métier quoi. Parce que demain ou bien après demain tukitokea kufanya kitu tunaweza tukatokea kuwa watu wakubwa. On ne sait jamais quoi. Parce que maisha na réservé ma surprise mengi. Méchant. So la question est kama hivi Lolilo na Farias wenyewe kufanikiwa kuna nini? On ne sait jamais chance yako wewe chenye destin na kureserver kwa peut-être efficace unaweza kuwa dans l'avenir quoi. Le problème est que kajaza watu Warundi tukamera kama tayari example kwa wengine. Deja gisi naona yeye ni msanii mkubwa. Kivyake yeye deja hajaweza kufanya kitu kama kile kwa juu kwa kusema persévérer quoi. Ah oui, ça c'est juste. Hiyo ni kweli. Mais waisha kwa juu deja kutuzidi sisi. Na yeye ndio ameanzaga na yeye ndio watu wa avant ameanzaga. Sisi tumekuja kufuata baadaye. Yani wao kama wapati watu wengi sisi tutawapata. Pose toi la question au mjaribu siku moja mfanye show muone kama wewe kwa sasa jipose question kwa nini wao wameshindwa, inabidi wewe ukae chini ujipange ili kuweza kutafuta njia yenyewe unaweza kufanya nini, wewe unaweza kupitia nyingine njia ili kuweza kufanya kitu kikubwa zaidi maisha yako. Kwa swali. Pana wasanii ambao walitokea Rwanda huwa nasikia kwa radio za hapa Belgium au kwa TV za hapa kama sio unamjua Jali, sio unamjua Jali namjua. Pana hata msanii mkubwa kabisa wa Belgium kama ni Stromae. Alizaliwa hapa kwa origin kule. Ni kama kuna utofauti. Ni kama Kone kutoka Rwanda. Lakini mfano kama Stromae alizaliwa hapa. Alisomea hapa. Sijakata. Alisomea pia masuala ya muziki hapa. Na nyimbo zake anazoimba yeye anaimba nyimbo za Kifaransa. Ndio katika internet. Anawalenga na Belgium wanajisikia kwa interest. Pardon pour couper la parole. Mais na yeye aligalérer kuingia kwa sababu ameanza anafanya marap kitambo. Unasikia? Aligalérer sana. Mais hivi anaanza kutusher un peu de peuple Hakuna bora nimekwambia. Ndio nimesema katika interview ambayo nimefanya na wewe. Hauwezi kutoka Afrika afu unafikia mambo ya kuingia katika kutafuta chapa kwanza kufanya kazi uanze kupigana maisha sasa utatoka kimuziki ni vigumu sana. Pana njia kusema utoke mwinchi ya watu kusema utoke kichwa watu kufahamu pana njia unapaswa kupitia ndani. Na hiyo njia ni lazima upite masuala ya kimuziki katika hao watu wa hapa. Unasikia? Yao uimbe katika lugha yao. Kuimba katika lugha yao sio tatizo, tukaimba kwa Kirundi lakini vitu vya kitamaduni hao wa Kirundi msikio wote ule lakini umewapitia yemo kwa sababu hao wanajua hadi gisi wanacheza na media za hapa kwao. Ila kusema wewe mwenyewe ujiingize hivi ni vitu vigumu. Na watu ambao wanatoka Afrika wanafanya mashow hapa Ulaya afu wanapata watu ni watu ambao walijijengea jina sana Afrika. Yeah. Na sio tu wenyewe walijijengea jina na media pia ziliwasaidia. Mfano kama msanii wa kike Kaja ni kwa sababu lakini alijulikana sana sababu alisoma music hapa Ulaya na akafanya kazi na bendi ambayo bendi zikakuwa zinamsukuma kufanya ma concert basi akajulikana. Unasikia? Media pia zinasaidia media watu wa Afrika kama wapisco hiyo. Wapisco ni watu wanajulikana sana Afrika sababu media ishawafanyia kila kitu. Yeah, ngoja na mimi niongeze hapo. Unaona nilikuwa kwenye internet nilikuwa nasoma kwa sababu hivi leo hii Pisco iko inapiga Dar es Salaam umeshaona. Wanaambia ule mmoja Peter wa Pisco anawaambia watangazaji na adresser peuple tanzanien kwa sana media. Umeshaona anawaambia nyie wa Tanzania nyie kwanza inabidi mpende kitu chenu nyie. Umeshaona television za Tanzania, radio za Tanzania, pigeni muziki wa Tanzania usiku na mchana. Kama sisi leo Pisco tunafika hapa ni kwa sababu na Nigeria umeshaona imetupatia kipaumbele yani. Wametupa samani
umesha kuliko wengine wote kuliko zingine nani. Yaani si wanatupatia ile opportunity ya kwanza. Na kama leo tunafanya ni wao wenyewe wa Tanzania kufanya ni kuweza kupiga muziki ya wa Tanzania, na kama ni Burundi wapige, yani watupe muziki sisi wasanii wa Burundi, umesha watu supporter kwa tu. Yaani watusaidie kwa vyovyote vile ili tuweze kufanya nini kufika mbele. Na tanki hatuna ile ndio patriotisme kwa. Tanki hatuna ule moyo wa kupenda kitu chetu, hatuwezi tukafika mbali kwa sababu tuko découragé kwa. Umeshaona? Mimi sina long time natoka Burundi, lakini kinafika wakati unakutana Burundi siku nzima katika redio. Mpaka wanapigwa muziki wa Tanzania. Siku nzima katika redio unakutana muziki wa Tanzania, hizi nyimbo mpya zimetoka, sijui wakitia kwenye TV zilizopenda kwa muziki wa Tanzania na Wakongomani. Sasa unasema aje siku gani mtajulikana kitu ambacho mnafanya. Hilo ndio tatizo la Warundi wako nalo. Alafu kienda kumwambia DJ ukimletea unatengeneza maskini ya Mungu unatengeneza CD yako afu unapelekea DJ anakuambia mpatie pesa. Ule Mtanzania anapiga nipatie ngapi? Imagine toi c'est ça la question. Alimpa ngapi ule Mtanzania mashina anapiga kila siku alimpa ngapi? Alafu Tanzania wana shine Burundi, alafu wakienda kuwaita wanawapiga mamilioni, alafu ule msanii wa Burundi akiimba wakutana kusema wamlipe. Mpaka inasemekana mpaka kuepea. Inakuwa kesi. David Avi, muziki byose bivana n'ubukene. Ubukene ubwo nko mu gihugu nta kintu kimwe ushaka gukena. Inabona. Ubukene buhari n'umuziki nabugenda. Kwa akaronko kubura ibintu. Amafaranga ufise n'uwo muntu aza gukora ikintu wabo. Fuka afise amafaranga. N'ibyo. Nkakarero umuziki je nabonye watangiye kumera nk'utangiye kumanuka ni muri za 2007 2008 igihe noze DJ Daddy avuye Burundi. DJ Daddy yakora mu studio ngo Kirimba Art kwandibuka ya studio DJ Daddy alienda Marekani mwaka mmoja. Ana miaka mingi. Kwa 2 ans quelque chose. Kwandibuka indimbo yakorera ari nyinshi z'abarorero zose je nari umuntu ifise arorero ico gihandi muzate nk'itongo icirore ijya muri hatari je nayibonye daira hanzi yakonye na Chanel yari ari muri ville ku Musaga nayibonye mitabase n'abasiga kabisa ndayikuye ko ujiko nabonye abantu zaba hatari mu Burundi abahatari ntabwo babona abantu bahanga umuvuga ati navuga ati umwuba ari umuntu bati ugenda mwuba ntakaro nk'abakora nk'amakiri ujya ntuze nawe nka pasi ujya umuntu bamubaha cyane ujya muri clip baramwubaha nawe kumenya mu DNF ni wewe ntabwo wagisora n'ibintu ntabikora donc kandi donc nawe ntabwo c'est pas peut-être kayigisha abandi akona ko DJ Daddy agenda Jeremy orashitaza hano abo se ba za classique bashasha ni bashasha mayibo rekoni ya kera akuna ndimo nizikezi sokari na besh nizikezi soka mu mayibo cyangwa inanga records nani ya kera nayo nako nta ndimo nyinshi cyumva zivaye inanga records so nazo amana bisho bituma abantu bose abahanga mu basana n'abantu bahagaritse ntabwo bagisohora ibintu byinshi n'abari baracika intege mu musanzu kuko tujye dusohora ibintu hama ugasanga si tubibika mu kabati ntagiye wiyumva tujye tunakuraje iki Najie labda niliweza kufanikiwa kuangalia katika baadhi ya situ ma Facebook, nikaona picha kwamba ulikutana na msanii mkubwa kutoka Marekani, Wyclef Jean. Ilikuwa kuaje mpaka mkaweza kukutana? Wyclef Jean nilikuwa niko Anvers. Bon, nilikuwa nimeenda kumtembelea brother wangu fulani anaitwa Aziz Andora. Nafika pale akaniambia bana Wyclef Jean yuko around town, alikuwa ana around tumekutana naye quick nini. So nilipotoka kwake kuna mtu nilikuwa nimpigia simu, tulikuwa tuna appointment ya kukutana pale quick. Nikaenda nikamkutana brother wangu hapa Newton Sebastian Bahami. Alikuwa na brother Ismail Chakas pale, akaniambia na wengine wa brother pale, akaniambia alikuwa niko na mchizi wangu Mo kama kawaida. Akaniambia Wyclef tumemwona yuko hapa around ni National. So tungejua kama uko hapa na wewe tungekupigia simu ili uweze kuja muweze kubadilisha mawazo mawili matatu nini.
Nikamwambia basi haikuwa bahati hiyo mission. So ikabidi wanaambia wenyewe wanaenda kufanya kuona mechi. Mimi nikabaki na Mo pale tunamsubiria yule mshikaji. Walipochomoka tu baada dakika 2 au 3 nasikia Ismail anapigia simu, brother Ismail anapigia simu anambia bana Wycliffe John namuona hapa kwenye restaurant yuko anakula na demo wake. Kama vipi unaweza ukaja uongee naye. Sasa nilipoenda, nilipofika hivi naangaza restaurant simu lakini anambia ndio ile pale mimi namuona. Mo akanambia bana ndio nilipocheki na kamaona fresh. Kaambia Mo tuingie. Mwaka 6 nimeshaambia mimi naingia mwaka mfuata na yeye. Nafika hivi serviteur mmoja akanambia ana mzee mmoja serviteur anaona tunaingia akanambia excuse me this table is private. Nikawa mzee anataka kunizingua nimesha. Kaambia Wycliffe excuse me bro can we talk? Kaambia no problem you can come. So nikaenda pale kaambia my name is Junior come from Burundi I'm Burundian artist living in Belgium mesha kaza Kamwaga lugha. Kamwaga lugha. Mimi nilikuwa un peu excité kwa mesha ili kuona c'était la première fois kutana na msanii mkubwa kama ule. Bon, akaniuliza kama niko na CD yangu si ya place, nikamwambia sina CD lakini niko na muziki kwenye simu yangu. Akaniambia unayo kwenye YouTube, nikamwambia ya niko nayo. Akanipa simu yake, unaweza kaandika link zako. Maybe nitakucheck nikipata muda. Nikaandika pale, akaniuliza tu parles français. Umesha kitu kama hiyo, nikamwambia oui je parle français. Akaniambia tu viens d'où? Nikamwambia je viens du Burundi. Burundi anakuwa juu yani umeshaona. Nikamwambia Burundi c'est tout près du Rwanda kwa juu kisema Rwanda na ile muziki ile genocide kwa ubia Kongo ni nchi kubwa inafahamika. Akamwambia okay je vois quoi umesha. Nikamwambia napenda muziki wako ule muziki uliimba kuhusu genocide ya Rwanda na niko nao kwenye simu yangu na usikiaga mara nyingi. Nikamwambia for it's cool. So baadaye nilipomaliza kuandika zile link akanambia achukua namba yangu ya simu. Mimi hata nishangaa sana nipa namba yake ya simu akanambia tunaweza keep touch hapo kati. Nikamwambia okay no problem, nikamwambia can we take photo, nikamwambia okay no problem tukapiga picha 2-3. Ilikuwa dimanche, akanambia vendredi semaine prochaine à Rodi Belgium kama vipi tunaweza tukawasiliana pakati tunaweza tukaonana pour la deuxième fois quoi. Bon, ilipofika mardi nikamwandikia message kwenye WhatsApp, nikamwambia ni mimi tukutana kwenye restaurant, akanambia it was good mesha. Bon, nikamwambia hapo ina normal it was my pleasure to meet you mesha. So maybe next time when you came back in Belgium we can meet again. Akanambia okay no problem. J'ai dit nikamwandikia message, akamuuliza kama still anakuja Belgium, akanambia okay anakuja. Vendredi nilimwandikia message kwa kumuuliza kama ameshafika, akanambia tayari ameshafika. Nikamwambia kama inawezekana samedi nitaenda kwa sababu alikuwa yuko Anvers kwa. Nikamwambia samedi mimi nitakuja Anvers nikipata muda nitakufahamisha. Kwa sababu nitakuwa namsaidia binamu yangu kuhama. So hamna shida nikiwa Afrika. Akanambia okay mna noma na mimi nikiwa Afrika nitakwambia. Bon, samedi kwa watu nimeikaa hivi kwa ma après-midi kama vile ma 13h nilikuwa nataka kuchomoka. Nikaona message kwenye WhatsApp ameniandikia ananiambia kama Anvers ni vile nzuri kwa. Nikamwambia ya it's a nice town mtu kama hiyo. Bon, nikamwambia hivi naenda kumsaidia kuzina wangu kuhama kama vipi nikiwa free nitafika nakuja vers les 19h 20h kwa. Akanambia no problem na mimi natakwenda Brussels kwa. Nikirudi nitafika nakufahamisha. Bon, baada nilipomaliza nikaenda Anvers, nilipofika Anvers tulikuwa tuko pale tumekaa na shikaji zangu tulikuwa kwa mchezo wangu El Diblo Dibala kwa Kitoko Fabrice. Tumekaa zetu tunachill tunapiga story. Nikamuuliza kwamba still bado yuko nani Brussels, akanambia yuko Brussels. Akanambia lakini baadaye akaniambia nikamwambia niko kwa mshikaji wangu natulia hapa kama vipi okay ukiwa around utanifahamisha. Akaniuliza kama tutaenda out. Nikamwambia kuna plan ya kwenda out, akanambia ya. Nikamwambia poa ina maana tunaweza tukatafuta disco yenye iko fresh yani tunaweza tukafanya kwenda kuna nini tunaweza tukaenda pamoja out. Akanambia okay no problem. So unajua wale ni watu ambao wako busy ndio. Hata kama ni msanii mkubwa siwezi nikaonesha kama na mshobokea ile kihivi umesha nikaikaa lakini kimda kiboko na nikaikaa kimya kuona kama anaweza kanipatia na attention fulani bien kama anaweza kanambia tuweze kuonana kwa mpaka jishi ingine mpaka asubuhi kunipatia kunambia chochote kile na mimi nikamwacha. Sikufanikiwa tena kuonana naye pour la deuxième fois. Nilifika na nadhani alifika na safari kurudi Marekani. Ndio hivyo tangu hiyo siku mpaka hivi tuliwasiliana tena. Uko juu na. Tunapata kuongea na Wycliffe. Kawaida si mtu kama wewe. Unakufikia na Mungu unapiga featuring naye. Sio kwanza kupiga featuring na Mungu. Bon, tout est possible kwa naweza nikaenregistrer ma voix yangu hapa na naweza kaenregistrer manani kule, mais c'est une question de contact formation. Nasubiri. Na labda katika kuzungumza alikupa changamoto gani?
hatu kukaa chini tuweze kuongea mambo mengi umesha kwa sababu alikuwa yuko busy. Nilikuwa nafikiri pour la deuxième fois tunaweza tukakutana ili tuweze kuéchanger maidée quoi. Mais ubovu wa bahati ndio ile tuko na namba yake still ninayo, nikimtazama WhatsApp naona ametazama last video yake ni saa ngapi, sometime naona yuko online, lakini nakosa ile unajua utaongea naye nini kuendelea. Naona kama vile mimi kwake si yani kitu kadogo kwa Umarekani kuna underground wengi ni wakali zaidi yangu, so ili kusema yeye kutakufika mpaka kila mtu na bahati yake. Bon, kila kitu kinawezekana. On ne sait jamais quoi. Na labda Showman, wewe haya limtokea na ni Jay Fernando akakutana na msanii mkubwa kama huyo. Je, wewe mfano siku moja ukakutana na msanii ambaye wa kimataifa, ukikutana naye leo utaongea naye nini ama utamwambia kitu gani? Naweza nikapitia njia kama hiyo Jay kapitia, ndio fresh. Na kuweza kumsikilizisha sauti zako, ngoma zako, kuona chenye anaweza kapanse. Sasa mimi naweza nikafanya hivyo. Sababu chance inatokeaga, unajua na wale ni wasanii wengine wameanzaga chini wenyewe hivyo wako juu zaidi. Na sisi tungali chini, unaona. Yaani kutafuta njia, unaona sisi ni watu tunatoka Afrika, tunatafuta njia. Tukiona mlango uko wazi lazima tupitie, ndio hivyo. Ndio. Je, Ayubu ukifanikiwa kukutana na msanii mkubwa? Jamaa alipata zawadi kabisa. Alipata kupiga featuring naye. Yeye tu alianza ndege karibu. No maana alikuwa busy kwa mshahara. Unajua upate fursa kama ambayo jamaa alipata. Unajua tatizo ni kwamba nilimpa link zangu, umeshaona, ili aweze kustafuta YouTube. Bon, hajaniambia chochote kile. Ndio yuko busy. Kama ulivyosema, mwana msemo ulisema si unamshobokea. Ulimshobokea, yani atajisi kama unamshobokea. Sikivo. No, unajua tatizo liko ni kwamba najipozea ma question mengi kwa, umeshaona. Najipozea ma question mengi. Ndio nipatia numero yake ya simu. Mimi sio kila sana naweza nikawa namwandikia kwenye WhatsApp, umeshaona. Sasa deuxièmement, naona mimi niko underground, umeshaona, muziki wangu ndio hivyo, ngani sometimes unayumba. Umarekani kuna underground wengi wakali zaidi. Bon, ndio kila mtu kuna chance yake, on sait jamais quoi. Unaona Jay, kama mtu kama huyo, hata kama unahesite kwenda, unaona, il faut foncer quand même, tu vois. Parce que ni juu en fait haujikubali, donc unaona msanii mkubwa lakini wewe kwako unajiona mdogo. Unaona ndio hivyo. Lakini il faut kuavancer, uavance kabisa mpaka mwisho. Uone chenye kiweza. Unajua unaweza kumpatia manani jina za track zako. Unajua ni watu wako busy wale. Yeah. Na ni watu wenye hata kama unampatia sometimes na iko na vingine vitu kichwani, anaweza kanani, mais tout le temps kama unafoncer, anaona ule mtu tout le temps iko na mdéranger. Là il peut voir, anasema kwa nini mtu anamdéranger, tu vois. Laisse-moi voir si voilà. Au labda katika unapoongelea WhatsApp unachukua ile link yako ya YouTube unaikopia kwa. Mimi niko na muziki naanza kumtumia directement kwa. Bon, taisee kuona kama anaweza. Sasa ambao umepata ilikuwa nzuri sana. Ile ndio ungemchukua hata suruali naongea. Naona ningekuwa plus yake. Ningefanya gisi yote. Ningefanya gisi yote yani maongezi yetu nilikuwa namuonesha kama nilikuwa nataka kufanya featuring naye. Fiston, unajua ile problem yake unaweza ukataka kufoncer sana akaona yuko ananiagase. Unajua anafika na kubloquer kwa, umeshaona, so il faut être prudent. Unajua kuna watu wengi wanamwandikia, kuna mafano wanamwandikia wengi. No, sio kila mtu mwenye anaweza kuwa na numero yake. Ile ni numero personnel amenipa kwa, umeshaona. Na kublock, na kama nikukublock, ingekuwa kublock tangu zamani. Pale tu mnapeana mgongo na kublock. Lakini kama alikuona bado unamuona online, unaweza kumwandikia, bado ni bahati ambayo unaweza ukaitumia. Na sio kila mtu anapanaga namba yake kama msanii kama yule. Bon, naweza kusema kwamba ni mtu mwenye alikuwa iko cool kwa. Voilà, kwa hiyo gens qui sont na labda nyota yako wenyewe au unafika kwa wachawi kidogo. Ile ni nyota ilikuwa imeangaza sasa jamaa. On ne sait jamais quoi, peut-être haijazimika, tout est possible. Ningana contact yake hapa na unaanga yuko online parfois la studio zake. Bon, taisee kumwandikia kuona si kama kuna kitu cha kinaweza kutokea in future. Eric no umevuga ko na unaweza kama kuvuga tawe yenyewe. Tuliwavuga Jay Fernando yahuye n'umuririmbyi muri Amerika yitwa Wyclef Jean. Barahura baravugana
hanyuma comment dire, Échanger des contacts. Ils ont échangé des contacts ariko ubu ni bakivugana tuba ni bakivugana cyane. Nk'ubu wewe uronse chance yo guhura n'umuririmbyi nk'uyo umubwira iki? Nje nabwira ati nabo nk'umuntu tunahurira hano nabwira ati baza mati uzosubira inyuma ryari niyo yaraje muri studio mati ni studio hano tukamurihira muri son temps, quoi, tu vois. Quoi il dit tu connais pas son no genda nabwira niba ava muri France namba ati je tatukwende muri office nsome hano tuyikore hano amanyene no ngati turavuga mu basani baba par exemple twofata par exemple Jay-Z muhuye peut-être agwa inimero ziwe ugatanga kuvugana nawe urabona ngiriki musaba kwa indirimbo nawe bicara ori direct ariko ikiza ukumavuza ngo umutumira amahera ngo akaza ikiza cyawe no hapana oya muhuye ariko usanga ari ngaha bafite programme ziwe nyinshi azifise umuntu yavuga ati nta chance yako mukagerageza ni mukagerageza kumwagira mu studio mukagerageza ko ufise plan nyinshi no ashobora kuba adafise umwanya ariko mu bisanzwe nk'uko uyu yaronse chance yo kubona n'urya mu tipo wa Cliff bivana na conversation bakoranye igihe babona ukibona yuko peut-être ari intéressé n'ivyo kuramubwira cyangwa ntari intéressé hama tubonye ko ari intéressé na conversation mwagiranye urashobora kuyimusaba soit ashobora kuja cyangwa bien. On a déjà parlé du problème avec Koko et comme restaurant. Tena kuna kula na girlfriend wake. Kwa swali huko mapenzi yao. Kawaida. Yeah, ana girlfriend. My friend iko na mtoto mkali pale. Ndio unaongea masuala business au maisha kama. Umejuaje kama girlfriend? Hivyo hivyo. Okay. Ndio. Na leo mmekusanyika hapa ni fursa kubwa ambayo sio kila siku huwa inatokea. Na je, nyinyi kama wasanii ambao mnatoka nchi ya Burundi mmepangilia kitu gani labda kwa pamoja labda kutoa nyimbo? Mfano ukiangalia wasanii wa Tanzania ambao wametoka katika mkoa wa Kigoma wametoa nyimbo ambayo ile Kigoma ambayo imehit sana Tanzania. Je, nyinyi mmejipanga kufanya kitu gani kwa pamoja? Hilo swali franchement c'est très intéressant. Kwa juu naona sisi entre sisi Warundi tunapasha on doit soutenir. Yaani ukiona mtu Murundi kama wewe anaisha kufanya kitu ifuna msoutenir. Kama disi exemple disi mimi nimefanya nilikuwa nafanya muziki, nilikuwa naimba ni muziki ulikuwa unasikilizika tu hapa. Ilikuwa ni kope yangu ya Young Boys. Ilikuwa inasikilizika tu hapa Belgium. Mimi nikakia kusikia wakati mmoja nilikuwa nasikia muziki, nikasikiaga muziki wa Junior na nikajua kama anaishi hapa. Nikasema huyu jamaa fresh anaimba fresh kabisa. Je nikasema mwe ni mproposer aisee kufanya kitu na sie. Kwa hiyo kwa hajawahi kufanya video vitu vya hivyo na sisi tulikuwa tushaanza kwa tunafanya ma video vitu vya hivyo. Nikasema huyu ifo ni msoutenir. Yaani nikaanza kumsoutenir ile tuimbe naye, tufanye ma video naye. Afu na mimi nilikuwa na kitu kenye nilikuwa nataka na mimi anifikishe huko. Yaani kuweza kuimba na mimi Kiswahili ili na mimi uweze kujulikana Burundi, muziki wangu ufike Burundi. Ili niimbe muziki wenyewe Warundi wanaweza kusikia. Kwa hiyo muziki tuko tunaimba ilikuwa ni muziki yani inasikilizika tu hapo, siwazi kama Warundi wangependa. Kitu kama hicho. Na labda Shomani wewe unazungumziaje kuhusiana na hilo? Kuzungumza mambo kama hayo, unajua wasanii wenye tuko hapa Belgium Warundi sana. Nijua hatuna time ya kuikaa fasi yote tuongee kuhusu mambo ya kufanya featuring na wasi wote. Kwa sababu kila mtu anafanya kila kitu peke yake, unaona. Ukafanya peke yake tunamsikia sawa, atupandi, unaona. Ni vile chenye nadhani nikasema si wote tunaikaa kama par exemple mimi Jay, Fernando, Fifike ama Lil Mafia, si wote tunaikaa wote, unaona, ama Ayubu, si wote tunaikaa fasi yote tunaongea hadithi mambo yanaweza kuwa tunafanya featuring si wote, kwa sababu unajua hapa tutafanya kila kitu, msanii mmoja anafanya muziki wake peke yake, hata tukapanda juu sana. Hata kama tunafanya featuring siku moja, hii inaweza kuwa fresh
Na hilo litatokea hilo. Na hilo linatokea. Ni kama jinsi uko unasema kuongelea hiyo ngoma ya Kigoma, unaona? Wenye walifanya fresh na ukishatazama kawaida jinsi mipanda hivi, ile ngoma iko safi sana. Ni wasanii wangapi wamefanya? Kwa sababu ukiangalia nyinyi mnaishi Ulaya, ni wazo langu na manifiko. Unaweza mkakaa chini kusema tutoe nyimbo ambayo inazungumzia maisha ya Ulaya mfano. Ama tu maisha ya kwetu Burundi. Sio wazo mbaya. Kwa sababu ya Burundi watu wanayajua. Lakini maisha ya Ulaya watu wanasikia tu kwa watu labda wakasi wakishuka kule ama wakiangalia baadhi ya vitu, lakini hawajui ile real life. Mtu anaishi vipi Ulaya, anakutana na matatizo gani, umeshaona. Unaweza kujitahidi kutoa nyimbo kama hiyo ili kufikisha ujumbe na vile vile nyewe kwa sababu kwa watu wengi Afrika wanadhani Ulaya watu wanaokota pesa par exemple, no. Wanadhani Ulaya maisha yako simple, c'est pas simple. No. Na hiyo ni ukweli cha unasema. Bon, sio idea mbaya, nilikuwa niongea na Lil Mafia kisi kukutana si wasanii wa Burundi ili kuweza kufanya collaboration pamoja kwa. Bon, jinsi unasema hiyo ni idea nzuri kwa ili kuweza mimi fikra yangu naweza nikasema ni kwamba jinsi tuko underground commercial na jinsi tuna uchungu ile kuona jinsi hatupati support kutoka kwa ndugu zetu Warundi ambao wanaishi hapa Ulaya. Tunaweza kukaa chini tuweze kuandika muziki, yani tunaonesha kilio chetu, umesha uchungu wetu, tunahitaji support yao na tunahitaji watu support yani na kufanya kitu kikubwa. C'est juste une idée kwa sijui na mambo naongeleaje. Fashion haka nukamwe wanafanya ile Burundi ngo bashike muziki wao. Jisho uko mbona Abarundi nk'abandi twese dukunda kimwe, twese dufite imitima nyama bakunda cyo twese turakunda. Donc normal iyo ikintu udagikunze sumva biba ntakushaka kubishikira. Iyo wagikunze naho nabishikira. Nk'akarorero nk'abo bakinyi b'amafilime y'u Burundi by'abandi bashirika kabisa bakora neza, atuka barakunzwe cyane kurusha abaririmbyi, atuka ukunda ibona kwa aya filime igiye filime amwe kwa kuvura kira gushika n'ubu izo bandi bose bakirikora. Yandi baza no gukora ikintu naho usanga umuntu ikintu atagikunda cyane ukakimukundisha selon ce que tu fais. Suva rero ugira ugikundisha umuntu nashaka ni wamaze gucumva biragoye. Nkuva tero hari nk'ibintu bibiri bafata ikintu bibiri sohotse byose uravyumviza rimwe. Ayumva ati iki kimeze neza nakiye kuvuga ati kiya ntakigenda ko muragira ashura. Byose iyo bimeze neza rero ubifata byose. Cyakiri kimeze nabi ntabwo batika ngenda nifuko ndagikunda kiya kintu nifuko ndagikunda kiya kingira. Sino kiya ducukivako ngenda ko cyakiri cyiza. Donc iyo bijari ibintu byo mu byose bijari byinshi ugira amashwa uhita mu directeur. Utifati nziza ni kiriya uhita mu directeur. Donc ntabwo ugira fati indiye yaryoshe iya ntabwo yanjoye. Umugabo yumva ufati iriya itaryoshe ifako ndayikunda ngirageze ndabe. Ufati umugabo kiyumva akuvati ngirageze ndabe ko no ikunda. Ko yumviza n'imisi myinshi. Urayumviza ko umutima ugumuri kuri yayi. Iya deja wabatse kwishaka ku bandi kwiryoshe. Ntabwo ushaka kuyibagira. Ntabwo ushaka. Nataka nizungumzie kwa swali liuliza kama wangisu tulikutana leo ni kipi ambacho tutazaka plan kusema tuweze kufikisha ujumbe Burundi kwa maisha ambayo tunaishi ndani hapa Ulaya au sio maisha yetu kwa ndani Burundi. Ya hiyo ni idea nzuri ambayo wakati nilikuwa niko hapa nilikuwa siwafahamu hao kiukweli. Ni watu ambao wanaenda naona kwa YouTube. Nikaona kama wanafanya muziki wako hapa. Sababu Burundi nilikuwa sikuwafahamu. Na Burundi kama mtu kama nilikuwa nishaanza kujenga jina Burundi sababu nilikuwa natafuta wale wasanii ambao wanajulikana sababu nilianza kufanya pamoja na kundi yangu. Nyuma nikatafuta wakina Arafu wako kujenga jina Burundi, wakina Shani Queen, wakina Mkombozi, T-Max na wengine. Kusema nifanye nao collab, kusema jina na mimi nipate kupanda sababu wale ndio wanapandisha namba wale. Sasa kufanya kitu kizuri na usisikiki kabisa. Lakini ukitia mtu mwenyewe kuna jina basi. Na gisi tuko hapa hivi ndio inabidi ni kutafutana katikati yetu. Kusema tujue tunafanya nini. Na gisi nishawafahamu kama gisi nikuja hapa sababu ya J Fernando. Nimemwona akaniambia wana hapa na wasanii fulani hapa ni vizuri nikuja leo ili muweze kufahamiana.
Sasa kisi nimemfahamu ni Fernando, nimemfahamu FFK, nimemfahamu ya na 50D kisi nafahamu. Ni lazima gisi tukutana na hapa. Issue isishi tu hapa karibu na kamera. Itakuwa ni makosa sana. Lazima tujue tunafanya nini. Lazima tutoe idea moja, tunasema na siku fulani lazima tujiandae kivipi, tutoe idea ambayo tuijengee kwa nani mistari ambayo tutasukuma nyumbani. Sababu hata nyumbani wanaanza vipi, mbona wewe umesinzia? Mimi sijasinzia. Ningeenda nasoma anga ikoje. Kwa watu hapo. Ndio. Hasa katika nyimbo zenu, kwa nini mnapenda kuchanganya lugha? Je, Fernando labda tukianza na mimi napenda kuchanganya lugha ni kwamba silengi tu jamii ya Burundi. Naona hapa naishi Ulaya, umeshaona. Inabidi niweze kuingia mzingine lugha ili kwa sababu mtu mwingine kabila ili aweze kupata hata ile fursa kusikia hata maneno madogo katika muziki wangu. Ndio nimepata malalamiko ya watu wananiambia bakia unaimba kwenye Kiswahili kwa sababu Kiswahili kinakupendeza sana na unaimba vizuri kwenye Kiswahili. Ndio nimepata malalamiko na hivi nimeshayafanyia kazi kwamba nitakuwa najaribu kuweka tu vitu unaweza katika paragrafu ya kwanza ya pili Kiswahili lakini refrain inaweza ikawa Kiingereza, umeshaona, ili hata mtu mwenye asikie Kiswahili akisikia hata ule maneno mdogo anajipa idea, anafika anajipa idea kwamba ndio hivyo. Ndio maana mimi napenda kuchanga lugha ili kulenga zingine jamii na zingine kabila. Ndio ni shoma changaruga sijui kwangu mimi na changaruga ni nzuri for nitushie un peu international, nitushie kuna watu wanasikia Kiswahili na wengine hawakisikii. Donc ni ile ifo uchange watu wasikie maneno kwa sehemu. Unaona? Unasikimba mambo kama muziki wa English, kwa sababu English ni kitu kiko international. Kiswahili tunakimba kwa sababu sisi ni wasanii wa Burundi, tunatushia hapo Kenya, Congo, East Africa par exemple. Ndio maana tunatushia hata French kwa French tunasema tutushe. Unaona ni kama nani Stromae, unaona gisi kama nani ameanza na yeye. Ameanza fresh, ameanza kwenye rap, bagasi kaingia mambo ngoma gani hizi kama techno mambo hivi. Ndio maana sisi tunajaribu mpaka change. Nadhani ni wazo kwa nyinyi wote au naona wazo nyingine kutokana na nyimbo zako kuchanganya lugha. Mimi kuchanganya lugha normalement mimi niko naimba tu en français lakini même si niko naimba en français, je pouvais pas oublier mes origines. Je devais quand même remettre mes origines qui ressortaient là-dedans. Ouais. Yani hata kama muziki niliuimba mkifaransa, nilikuwa napaswa kucheka kitu basi kwa Kiswahili. Ili ionekane kama ni mtu mwenye anatoka labda Burundi. Labda kwa anachukua zima Kiswahili sema labda anatoka Tanzania au nini. Lakini Kiswahili changu kinasikiliza kama cha Burundi. Lakini hivi tangu nilijua Junior, ndio aliniinspire trop kuingia muziki wa kuimba Kiswahili vitu kama hivyo. Yana akakuwa ananisaidia kidogo maparoli Kiswahili. Yani hivi akwambia kama mimi mwenyewe nadhani kaandika mistari Kiswahili. Yani mimi mwenyewe Kiswahili chao kimepanda kidogo. Itabidi utupe Kiswahili ya Kiswahili una moja ambayo Kiswahili Kiswahili. Baadaye. Ile itakuja baadaye. Ndio wazako nawe ituma na ndimbo ndirimba mu ndimi change kuvanga ndimbo. Kirundi kibandi. Itabidi mwisho wa kipindi kila mmoja kila mmoja aimbe nani wimbo wa taifa. Alafu tuone ikono. Mimi nataka nimsikilize Junior kama sema Kirundi. Muulize maswali mawili au matatu mtakesha. Lakini kama si yeye jendi ndiba mu Kirundi. Kandi nashakura na hip hop. Ariko hari nshaka no kuririmba umunsi nzorebe nk'indirimbo. Kuririmba kana mu Kifaransa, mu Cyongereza, mu Giswahili. Oya nzovanga mu Gifaransa mu Kirundi. Mu Cyongereza nacho. Mu Cyongereza. Nzovanga ni Gifaransa ni Kirundi. Mwimbaji anapoimba muziki huwa alengi tu taifa lake. Kwa sababu ni Burundi. Unaimba sababu hata wengine wasikie message. Unataka message universel. Voilà, ndio maana watu wanaimba Kifaransa, wana mix ya Kiingereza au Kiswahili au Kirundi. Kutaka si tu Warundi wasikie au East Africa wasikie na wengine wasikie. Lakini
watu wanapenda nyimbo za Marekani na wanaimba Kiingereza na watu wanazipenda. Kuna wengine hawajui hata wanaimba kitu gani, lakini wanasikia tu ile kwa Marekani ni kweli. Pana watu wanaimba Kiingereza wa Marekani, lakini haikatazi kama wanatia na Kiespanyol. Pana watu wanaimba Kiingereza wa Marekani na wanachanga na Kiespanyol pia. Ndio. Na labda kwa kumalizia, kila mmoja anaweza akatupa mistari ya nyimbo yake moja ambayo labda anaipenda zaidi. Junior Mkirundi. Labda tukianza na Lil Mafia. Freestyle. Freestyle. Yeah. Reka nshuti yanje kugira ikigonde somera abavyeyi ubaci ruhande ntibashaka kukubona mengo uri nkende none rabivyurimo na mananiza kutubaha kwawe bituma wiyandarika ushika mu bisaswa bikagucika ivyo ukora vyose ubabaza abavyeyi bakaguha urukundo ukabaha amagorwa polisi gutahana kubera kuboregwa ugashika muhira ukora amarorerwa hari umuzohura akaguha igiti hamwe mu nyuma azokugwa imiti mu bana wariraye ukora amaturu mu bubeshi bwogo ufise ifuro uno musi n'uyu ejo nuriya akosa agaciro no kwibuza amahoro ciro labda Jeff Fernando anaenda kumstari ariki no umvise muri pia labda tukiingia kwa Fifi, labda utupe mistari yako kidogo. Je l'ai dit, c'est get up, stand up, soccer pour le hold up, dit dancehall ou hip hop, on sera dans le stadium. Yeah, tu sens que l'ambiance est raquena, tu sens déjà surtout que mon couple, moi je le kay. Charge, tire. C'est les sons que l'on fait, gars, désolé si t'es pas. Coup sans vous, je vais pas voir si t'as survécu. Chez nous, tu rentreras pas ta vie, ton survêtu. Labda tumefika kwa para kirudi. Yeah, check 1 2 1 2. Yeah. Ni miaka mingi sana niga subiria muda wetu umetimia kwenye game tumerudia kufa kwa W-Dog wakazani tumepotea niga ni kundi kubwa tuwezi kudisappear tumekaa kimya huku tukitazama wakali na wabovu si tukiwasoma kwa speed tumetoka kwenye game turudi tena ufalme tumeudhibiti na tutaki wasama so kwamba tujitahidi si wala tujiproud tumezijaza juhudi niga tuna vipaji tumeshalikaza buti kwenye game tuko ready sheboy legendary nigga with the best. Sasa imetoka kwa itabidi labda mwisho tutafute majaji ili waweze kuchagua nani. Ndio labda tukifika kwa Ayubu. Yeah, it's AB in the house. Yeah. C'est la poste coloniale, pays des nouvelles étoiles. Il se tape du jour au jour comme l'araignée consistoire. On croyait pouvoir grossir, nous voici qu'on a maigrir. On y est d'emblée nos squelettes, les pitans, on liquide la tête. Qui sont ces pitans? Certains chefs d'état africains, on m'a pas donné la gage. Yeah, it's my boy, man. Yeah. In the house. Fernando, 50. Yep, showman in the building. So, as soon as possible, but I want you to keep your Burundi. Stay tuned. What up, dang, my name's Tungi Baby. Ukitaka nite rais wa malady. Na uwezo wa kutoa mademu wa UK. Na uwezo wa kuwapa mademu wa UK. Baby girl, t'es mon soleil. I love you girl. Oh, baby girl, t'es mon soleil. I love you girl. Oh, baby girl. Oh, baby girl. Oh, baby girl. Baby girl, baby. You. Kwa mnaitikia naona kwamba featuring yenu itakuwa nzuri. Hiyo inakuwa featuring yani all stars wa Burundi. Yeah. Kaeni mkao kula. So. Ndio. Asante kwa kujumuika nasi katika kipindi hiki cha pamoja kwa siku ya leo. Tunashukuru sana. Na huu utakuwa ni mwisho kabisa wa kipindi hiki ambacho ni cha kipekee, yani tuseme ni special cha Diaspora Show. Shukrani zangu za dhati kwa wote waliofanikisha kwa njia moja ama nyingine kufanikisha kipindi hiki kiweze kuwafikia, ikiwemo ni pamoja na mpiga picha Isaac Bahame na wengineo wengi ambao nikisema ni wataji sitoweza kuwamaliza. Asanteni na kwaheri.